Tumepata nafasi ya upendeleo mbele za Bwana. Amen. Kwa jisikie amani, jisikie furaha, jisikie utukufu wa Mungu kuwepo mahali hapa. Amen. Basi namshukuru Jehova wetu, Mungu wa baba yangu wa kiroho Nabii Sanga. Nashukuru kwa sababu ya neema ambayo Mungu ameiachilia juu yake. Kwa neema hiyo ninasimama jioni ya leo. Haleluya. Neno la Mungu limeandikwa kwa ajili yetu, sio kwa ajili ya mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ajili ya kututengeneza, kutuonya, kutufariji. Amen. Inategemea wakati gani linakuja kwako neno la Mungu. Kuna mahali linakuja kwa ajili ya kutunyosha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wakati linakuja kutufariji. Fungua nami katika kitabu cha Wagalatia 6, tuanzie mstari wa 7. Biblia nasema, msidanganyike, Mungu hazihakiwi, kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Maana yeye apandaye kwa mwili wake, katika mwili wake atavuna uharibifu, bali yeye apandaye kwa Roho, katika Roho atavuna uzima wa milele. Mstari wa 9 unasema, tena tusichoke katika kutenda mema, maana tutavuna kwa wakati wake tusipozimia roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Anasema Mungu hazihakiwi, kwa sababu chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kumbe tunapanda wapi? Tunapanda wapi? Sababu anasema chochote apandacho mtu. Na hili ni neno la kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapanda wapi? Tunapanda kama tunavyopanda mahindi shambani, mpunga, maharage. Ukipanda viazi utatarajia kuvuna viazi, si ndio? Ukipanda maharage unatarajia kuvuna maharage. Ukipanda pilipili unatarajia kuvuna nini? Pilipili. Lakini watu wengi tunayashangaga mavuno yetu wenyewe tunapofikia kuvuna. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani kwenye mambo ya kiroho au kwenye mambo ya maisha tunayashangaa mavuno wenyewe, na wakati hali tumepanda wenyewe hiyo mbegu. Lakini wakati tunapanda imeota, imekuwa, imefikia kwenye mavuno. Sasa wakati mavuno yanakujia, unashangaa mavuno yako mwenyewe, lakini hujui kama ulipanda mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno Mungu anasema, neno Mungu hazihakiwi. Chochote, Biblia anasema chochote, hata kama ni kidogo ulichopanda. Lakini Biblia anasema chochote apandacho mtu atafanyaje? Atavuna. Ndio maana pale chini anasema, tena tusichoke kutenda mema, maana tutavuna kwa wakati wake. Kwa hiyo ametupa na ushauri kwamba mema yoyote unayoyafanya kwa mtu manake kuna mavuno, na mabaya yoyote unayopanda kwa mtu manake kuna mavuno. Ndio maana akasema, lakini sisi tusichoke kufanya nini? Kutenda mema. Maana kila kitu tunachokifanya kina mavuno yake. Ndio maana anasema apandaye kwa mwili atavuna nini? Uharibifu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kama ulipanda kilio kwa mtu, kilio kinapokuja kwako unashangaa kwa nini? Kama ulipanda mabaya kwa mtu, mabaya yanapokuja kwako kwa nini unashangaa? Ulipanda maumivu kwa mtu, maumivu yanapokurudia mwenyewe, kwa nini unashangaa? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati unafanya mabaya kwa mtu, je, hukujua kwamba kuna mavuno? Bwana Yesu asifiwe sana. Kama umepanda kilio kwa watu, kilio kinapokuja kwako usishangae, kwa sababu hayo ndio mavuno. Unajua, unapopanda machozi kwa mtu wewe unafurahia, si ndio? Mtu analia kwa wakati huo. Lakini kwenye ulimwengu aloko hakuna kinachopotea, ni mbegu umeipanda. Haijalishi ni miaka miwili, haijalishi ni mwaka,
ni miaka 5, lakini ile mbegu inaota we bila kujua, inakuwa bila kujua. Saa inafika kwenye ulimwengu wa roho, wakati wa kuvuna, kilio kinakuja kwako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ulimuumiza binti, manake na wewe tarajia kuumizwa, si ndio? Kama ulimuumiza mkaka, na wewe tarajia kuumizwa. Kama uliumiza familia ya mtu, manake nawe tarajia kuumizwa kwenye familia yako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haiwezekani upande machozi kwenye mioyo ya mtu, alafu wewe ukavuna furaha. Sio neno la Mungu. Ndio maana anasema apandacho mtu ndicho atakachovuna. Lakini anatushauri kwamba tusichoke kutenda nini? Mema, kwa sababu tutavuna kwa wakati wake. Hata kama unaowatendea mema wanakuumiza, wewe endelea kutenda mema, kwa sababu wakati utafika utavuna. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati wewe unawatendea mema, wao wanachekelea, wewe unaumia, lakini saa itakuja wewe utacheka na wao watalia, kwa sababu kila mmoja atavuna alichopanda. Kwenye Ufunuo ile sura ya 14 na ule mstari wa 13 anasema, nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, andika, heri wafu wafao katika Bwana, maana wapate kupumzika, kwa sababu matendo yao yafuatana nao. Watu walipokuwa duniani walifanya mema, walipanda mazuri, siku Mungu akawataa. Biblia anasema kumbe tunapotwaliwa, matendo yetu yote yanafuatana nini? Nasi. Kama mema atafuatana na wewe, na kama mabaya atafuatana nani? Na wewe. Lakini watu wengi tunachangaga mavuno. Umepanda pilipili mwenyewe, unachangaje kuwasha? Kwenye mavuno utawashwa tu na pilipili. Usishangae, ndio mbegu uliyoipanda. Huwezi kupanda machozi kwa watu ukatarajia kuvuna furaha kwenye maisha yako. Haleluya. Huwezi kupanda maumivu kwenye mioyo ya watu, kwenye maisha ya watu, na wewe ukatarajia kuvuna furaha. Saa inakuja na muda utafika, utavuna ulichokipanda. Ni neno la Kristo, sio langu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo usinikasirikie. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. 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 Kama binti uko hapa, umepanda machozi kwa wakaka, utavuna. Kama ni kaka uko hapa, umepanda machozi kwa mabinti, utavuna. Haleluya. Haleluya. Ndio maana anasema Mungu hadhihakiwi. Chochote apandacho mtu. Sisi tuliokoka, tuliompokea Kristo Yesu, tunapanda furaha kwenye mioyo ya watu, tunapanda amani kwenye nyumba za watu, tunapanda furaha kwenye nyumba za watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwenye maisha ya watu. Lakini wewe kwa nini upande mabaya? Ni Yesu yupi uliombeba? Ni Yesu yupi? Ni huyu anayesema yeye ni mfariji? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu atusaidie sana. Haijalishi umetenda mema mangapi na huoni matokeo. Hapana, kwenye ulimwengu wa roho unawekeza sana, wakati unafika utavuna. Ndio maana maandiko yanasema tusichoke kutenda mema. Manake kuna watu wanachoka. Anasema nimemfanyia mema huyu mtu, haoni umuhimu wangu, haoni ninachofanya kwake, ninapoteza muda. Hapana, maandiko yanasema endelea kufanya mema, kwa sababu muda utafika, utafurahi. Muda wa mavuno utaongea. Muda ukifika utavuna ulichokipanda. Ndio utakapojua kama ulikuwa unapoteza muda au ulikuwa unawekeza. Muda utaongea, kwa sababu muda haudanganyi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Usichoke, tenda mema. Umetenda mema kwenye nyumba za watu, endelea kutenda mema. Haleluya. Unamtendea mtu ajali, endelea kutenda mema. Hata Yesu aliwatendea watu mema, alifufua wafu wao, aliponya wagonjwa wao, na bado wakamsulubisha. Sembuse wewe na mimi mpendwa. Hakuacha kutenda mema eti kwa sababu hakuacha kutenda mema. Haleluya.
hata leo bado anaponya wagonjwa wao, hao waliomsulubisha. Huyo ndio Yesu Kristo. Hata leo bado anaokoa familia zao japokuwa walimsulubisha. Bwana tusaidie. Haleluya, haleluya. Mbebe Kristo ndani yako, uwe faraja kwa watu, uwe suluhisho kwa watu, uwe majibu kwa watu. Usipande machozi kwenye maisha ya watu, usipande maumivu kwenye maisha ya watu. Amen. Mungu akubariki sana. Hii ndio faida ya kumpokea Kristo Yesu. Haleluya. Mungu akubariki sana. Mahali kokote unapotusikiliza, mpokee Yesu ndani yako awe Bwana na Mwokozi maisha yako, ili wewe uwe majibu kwa watu wengine, uwe msaada kwa watu wengine. Haleluya. Upeleke furaha kwa watu wengine kwa sababu umembeba Yesu Kristo Mwokozi. Sema, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako, nimesikia neno lako. Kuanzia leo, uenda Bwana Yesu, nimepanda maumivu kwenye mioyo ya watu, nimepanda machozi kwenye mioyo ya watu. Bwana Yesu, kwa sababu imeandikwa, chochote apandacho mtu atavuna. Bwana Yesu, ninatubu leo kila maumivu, kila machozi niliyopanda kwa watu, Bwana Yesu, pasipo kujua. Leo Bwana Yesu, kuna mtu alilia kwa ajili yangu, kuna familia imelia kwa ajili yangu, na yale machozi yamefanyika mbegu kwenye ulimwengu wa roho. Bwana Yesu, ninatubu leo, naomba unisamehe, naomba unisamehe, nisije nikavuna machozi, nisije nikavuna maumivu, nisije nikavuna mabaya. Yesu Kristo, nakuja kwako leo, naomba unisamehe, naomba unirehemu, futa dhambi zangu. Bwana Yesu, futa makosa yangu. Bwana Yesu, kuanzia leo nipokee kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ninakupokea moyoni mwangu leo. Yesu Kristo, Yesu Kristo, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima, futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Yesu Kristo, kwa damu yako ya msalaba inisafishe na uovu wangu wote. Bwana Yesu, niwe safi kuanzia leo. Nifanyike faraja, nifanyike faraja kwenye maisha ya watu, nifanyike majibu kwenye maisha ya watu, niwe suluhisho kwenye maisha ya watu. Bwana Yesu, naomba unisamehe, naomba unisamehe kuanzia leo. Bwana, uwe pamoja nami. Nimeomba na kuamini katika jina la Yesu. Amen. Shangilie Bwana Yesu. Mpe Yesu utukufu. Mpe Yesu utukufu. Amekusamehe, amefuta mabaya, ameachilia mema kwenye maisha yako. Huenda umefanya pasipo kujua, lakini Bwana ni mwema. Haleluya. Keep watching POG Family TV. Jesus Christ loves you.